Na sasa ni wakati wa kusikia His Majesty Haile Selassie amesema nini, kwani mfalme wa falme Haile Selassie Mungu Jehova wa pili wa Yeshua Mashiach ni mtu ambaye alikuja na nia ya kuifundisha dunia. Alikuja anaitwa mshauri wa ajabu, baba wa milele, Mungu Mwenyezi. Kwa hiyo alikuwa na neno kwa ajili ya dunia, na wale wote ambao wanamheshimu wanaheshimu neno lake. His Majesty aliwahi kuzungumza kwamba je, watu wa dunia bado hawajakubali kwamba kwa kuendelea kupambana mpaka kufikia katika mwisho mchungu kama huu, si tu kwamba ninatimiza wajibu wangu mtakatifu kwa watu wangu, lakini pia nasimama kama mlinzi wao katika nyumba ya usalama wa dunia. Pia watu wamekuwa vipofu kwamba hawaoni wajibu nilionao kwa watu wa dunia yote. Nitaendelea kusubiri mpaka wasaidizi wangu watakapotokea, na kama hawatakuja, natoa unabii tena kwa moyo usio na hasira kwamba Ulaya itaangamia. Neno kubwa la Haile Selassie. Tuliambiwa kwamba patakuwa vita kati ya Babylon na Sayuni. Babylon watajipanga tena kufanya vita dhidi ya Sayuni watakapomwona mfalme atakapotangazwa. Haile Selassie alipotangazwa 1930, mpango wa vita ukapangwa na dunia. Mpango wa vita ukapangwa na mataifa makubwa ya Ulaya kuvamia Ethiopia. Na Haile Selassie alisimama imara kwa sababu alikuwa anajua yale yote ni unabii ulisemewa, na mwisho mshindi ni yeye. Naye akasema, je, watu wa dunia bado hawajakubali kwamba kwa kuendelea kupambana mpaka kufika katika mwisho mchungu kama huu, sio tu kwamba natimiza wajibu wangu mtakatifu kwa watu wangu, lakini pia ninasimama kama mlinzi wao katika nyumba ya usalama wa dunia. Haile Selassie amefanya kazi kubwa sana katika League of Nations, katika United Nations, baraza la usalama la dunia. Alikwenda kuitafutia Ethiopia wanachama katika baraza la dunia, na yeye alikuwa mwakilishi wa Ethiopia kwa sababu alikuwa anajua role yake kwa dunia, role yake takatifu, kama jinsi yeye mwenyewe anavyozungumzia wajibu wangu mtakatifu, divine responsibility. Alikuwa anafanya ile kazi katika League of Nations, katika United Nations, kutetea haki za wanyonge wa dunia, amani na usalama wa dunia, nuclear disarmament. His Majesty amezungumzia international morality. Ni mambo amezungumzia katika baraza la usalama la dunia, katika baraza la dunia, Umoja wa Mataifa. Alikuwa ni mtetezi wa watu wake, na alikuwa ni mlinzi katika baraza la usalama la dunia. Anaendelea His Majesty anasema, pia watu wamekuwa vipofu kwamba hawaoni wajibu nilionao kwa watu wa dunia yote. Watu hawaoni kwamba yeye ana wajibu kwa watu wa dunia yote. Kwa nini watu wamekuwa vipofu? Hawasomi Biblia, wasikie nini kimesemwa, Ethiopia itakuwa nini, mfalme atatokea Ethiopia na atakuwa nani. Kwa nini watu wamekuwa vipofu na vitu vimeshafanyika, profesia imetimia, yeye ndio yuko pale na kazi ambayo anafanya inatimiza neno ambalo lilisemewa. Kwa nini watu wamekuwa vipofu? Sasa Rastafari sisi sio vipofu, na zile ambazo tumeweka kichwani kwetu ni darubini ya moja kwa moja ya kuelewa nini kinasemewa, nini tunasimama. Hatuko vipofu, ndio jicho la kweli ambalo tumepewa. Kwa sababu watu wanakuwa na upofu kwa sababu wanakosa ile hekima ya kimungu, na ile hekima ya kimungu inasababisha wanakuwa bold, vipara. Lazima utaikosa ile hekima ya ndani. Utasoma Biblia, utasoma theology, utazungukia kuna huko, utajisikia umejaa, kichwa chako kina mafundisho, lakini bado kuna kitu cha maana, cha msingi, cha kweli hakiko, na kila siku unatembea na Biblia na kiko mle ndani kime exist. Kwa sababu nini? Bold.
Haujachagua njia ya maisha ambayo yeye ambaye unampigania kila siku alikuwa anafanana, alikuwa ni Mnazareti. Sasa wewe kwa nini sio Mnaziri? Utawezaje kuyajua mambo ya ndani ambayo yeye aliyasema na wewe sio Mnaziri? Lazima ufanane naye ili uweze kutimiza, ili ufunuliwe ile hekima ambayo mtoto mdogo anaielewa, lakini mzee wa miaka na miaka anashindwa kuielewa kwa sababu ya kosa dogo sana, kosa unaziri, heshima unaziri. Haelewa. Walioheshimu unaziri wamefunuliwa kufahamu yale mambo. So kwa nini watu wamekuwa vipofu? Rastafari sio vipofu. Zmaji anasema nitaendelea kusubiri mpaka wasaidizi wangu watakapotokea, kwa sababu ilisemewa watakuja, wao wenyewe watakuja. Yuko na watu wake wameshatayarishwa na njaa. Ndio wanasema nitasubiri, kwa sababu si atakayeyafanya yanafanywa na njaa. Yote yanafanywa na njaa. Yatajifanya yeye yuko pale kutimiza kile ambacho aliambiwa atafanya, ujasiri ambao atakwenda nao kwenda kuonesha. Na kama hawatakuja, natoa unabii tena kwa moyo usio na hasira kwamba Ulaya itaangamia. Na jinsi alizungumza vile ndio jinsi ambavyo ilitendeka. Watafanya vita dhidi ya mwanakondoo, lakini mwanakondoo atawashinda kwa sababu tu ni mfalme wa wafalme na Bwana wa bwana. Revelations, Ufunuo 17:14. Ulaya itaangamia, na kweli Ulaya iliangamia. Kwa sababu alisema leo ni sisi na kesho ni nyie. Mungu na historia watakumbuka maamuzi yenu. Kama wanawaza taifa fulani linaweza kutawala taifa lingine, tena taifa la Mungu, basi tunapenda kuambia kwamba mawazo yao ni ya uongo, wamejidanganya. Hakuna katika hii dunia taifa moja ambalo lina nguvu zile taifa lingine isipokuwa taifa la ufalme wa Mungu tu, na ambalo ni Ethiopia. Ndio taifa ambalo limepewa mamlaka ya uongozi wa hii dunia. Kwa hiyo wanajidanganya. Ulaya itaangamia kupitia ubishi wao na jeuri yao. Kweli waliona vita ya pili ya dunia, vita ambayo ni confusion jali watia wao wenyewe kwa wenyewe. Vita ya pili ya dunia ni prophecy ambayo ina exist katika Bible. Ile the face, ndio neno la Kristo.